hiyo sasa, mtu wa Mungu unahitaji nguvu, unahitaji nguvu kubwa, unahitaji neema kwa ajili ya kupambana ili kushinda kama jeshi la Mungu. Kama jeshi la Mungu unahitaji nguvu kupambana kushinda, ukijua kwamba katikati. Unajua, nilikuwa nitafakari siku moja, najiuliza kwa nini Yesu alisema kuna mbwa mwitu wakali watakuja baada yangu. Yesu akasema nikiondoka mimi Yesu alipokuwa bado yuko duniani, mbwa mwitu hawa waliogopa kucha, lakini Yesu akasema atakapoondoka mbwa mwitu watakuja. Kwa nini? Maana hayupo kuadhirisha mbwa mwitu kwamba fulani yule ni mbwa mwitu, ile huduma ni mbwa mwitu, yule mtume ni mbwa mwitu, yule nabii ni mbwa mwitu, yule mwalimu ni mbwa mwitu. Mbwa mwitu ambao kazi yao ni kuja kuharibu kundi la Bwana. Unaona, Yesu anasema ila nikiondoka nyuma yangu watakuja mbwa mwitu ambao watakuja kuilarua kundi. Hebu sema watakuja kuilarua kundi. Sema tena watakuja kuilarua kundi. Sasa baada ya kuwa nasoma mistari hiyo kama wanafunzi wa Biblia, nikaanza kufuatilia tabia za mbwa mwitu. Nikaingia kwenye Wildlife. Wildlife ni elimu ya wanyama. Nikatafuta maisha ya mbwa mwitu, namna mbwa mwitu anavyoshambulia makundi ya wanyama wengine. Aisee, ni hatari. Aisee, ni hatari. Mbwa mwitu siombe ukakutana nao, ni wabaya kuliko unaofikiria, ni wabaya kuliko unaofikiria. Kama uamini, ingia kwenye peji yangu ya Facebook, nimedownload hiyo nikakuoni jinsi wanavyoshambulia, ni hatari. Sasa ukiona maisha yale alafu yalete rohoni, ndipo uone. Nikaona mnyama mmoja, mbwa mwitu watatu wamemkamata kinywa, wamemng'ata mdomo, watatu wamemkamata, wamemzuia, hawezi kurudi nyuma, hawezi kwenda mbele. Alafu hao wengine wanamshambulia sasa, wanang'ata kila mahali. Wenyewe hawang'ati shingo, ila huko hawezi kujitetea yule mnyama, wamekaba kichwa kabisa, wameng'ata na meno. Alafu wengine hawa wamerudi kwenye sehemu ya kiuno cha yule mnyama, wanashambulia sasa, wanavuta, wanang'ata matiti, wanavuta, yaani wanavuta vitu, wanatoa mpaka matumbo ya ndani. Mungu akaniambia hivi ndivyo nilivyokuwa namaanisha kuhusu kanisa, kwamba mbwa mwitu wanapoingia, wakimpata Mkristo mzuri wanamzunguka, wakiwa ni mwakala wa shetani, mbwa mwitu 10 wanakuzunguka. Wengine wanakung'ata masikio, wengine wanakung'ata ulimi, wengine wanakushika mikono, wengine wanaanza kukurarua, kiasi cha kwamba hata kama ulikuwa na imani thabiti timilifu, imani yako inaanza kuharibiwa, unaanza kuliwa polepole, unakuwa unaliwa, yani hujitetei, wanakula wale mbwa mwitu. Ukiona ile video nilio isevu pale kwenye akaunti yangu, utashangaa, utaogopa, utasema kweli ni vizuri kuwa makini na mbwa mwitu hawa wakali ambao Yesu alisema. Sio tu mbwa mwitu, mbwa mwitu wakali. Yesu hajasema kuna mbwa mwitu wa kawaida na mbwa mwitu wakali. Hawa ni wabaya sana. Kama nampenda Yesu sema amina. Kwa hiyo wanaolalua kundi wanakuwa ni mbwa mwitu wakali sana, na wanakuwa ni mbwa mwitu ambao hawapendi kukemewa kwamba wanaharibu kundi. Ndio maana Yesu akasema nitakapoondoka mimi, ambaye nilikuwa tayari kufa kwa sababu ya kundi. Ndio maana Yesu akasema mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo, lakini wengine wa mshahara haulumii uhai wa kondoo. Kondoo alaluliwe hachui, kondoo afe achui, kondoo apigwe achui. Yeye anachoangalia tumbo. Hebu sema tumbo. Sema tena tumbo. Na hiyo ndio injili ya mwakala wa shetani, tumbo. Yani mambo ya ajabu yanaendelea duniani leo, lakini hukumu ya Mungu ipo. Usisahau kwamba hukumu ya Mungu ipo. Ndio maana mpendo, wakati tulio nao ni wakati wa kusimama. Yesu anasema msiumbishwe. Ukishapata madhabahu ya Mungu ukatulia, usiumbeyumbe. Tulia kwenye madhabahu hiyo, tulia mahali hapo, usiumbeyumbe. Watakwambia Yesu yuko kule, Yesu yuko hapa, Kristo yuko hapa. Anasema usitoke, usiende. Utaambiwa yuko jangwani, usiende. Unaambiwa anafanya miujiza ya kupita kawaida, usiende. Kwa maana Biblia inasema yeye Mungu anaonekana popote ulipo. Ukiwa uko mahali ambako ni sahihi na Mungu wa kweli anaabudiwa hapo, mahali hapo Mungu yupo, utapona hapo, utabarikiwa hapo, utaenda mbinguni kutokea hapo.